Tarehe 18 Mei 2026 na kusalimu sana popote pale ulipo mtazamaji wa SQF TV. Karibu sana tuziangazie taarifa za habari zilizotufikia siku ya leo. Jeshi la polisi mkoani Arusha limesema katika kipindi cha Aprili 18, 2026 hadi sasa watuhumiwa 176 wamehukumiwa vifungo mbalimbali kwa makosa ya jinai ikiwemo ulawiti, ubakaji, wizi, madawa ya kulevya pamoja na kupatikana na nyara za serikali baada ya kufikishwa mahakamani. Akitoa taarifa hiyo leo Mei 18, kamanda wa polisi mkoani hapa Arusha SACP Justin Masejo amesema kati ya waliohukumiwa kwa makosa makubwa mtuhumiwa mmoja alihukumiwa kunyongwa. Hali ya ulinzi na usalama katika mkoa wa Arusha kwa kipindi cha kuanzia tarehe 18 mwezi wa 4 mwaka huu hadi sasa ni shwari. Tunaendelea na operation na doria katika maeneo yote ili kuhakikisha wananchi wanaendelea kuwa salama. Katika kipindi hicho tumefanikiwa kukamata watuhumiwa mbalimbali na kuwafikisha mahakamani, ambapo jumla ya watuhumiwa 176 walihukumiwa vifungo mbalimbali kwa makosa ya ulawiti, ubakaji, uwizi, dawa za kulevya, kujeruhi, kupatikana na nyara za serikali na kujipatia fedha kwa njia ya udanganyifu katika kipindi tajwa hapo juu. Kati ya waliohukumiwa kwa makosa makubwa, mtuhumiwa mmoja alihukumiwa kunyongwa hadi kufa kwa kosa la mauaji, ambapo mtuhumiwa mwingine pia alihukumiwa kifungo cha maisha gerezani kwa kosa la kulawiti. Watuhumiwa wawili walihukumiwa miaka 30 kwa makosa ya kubaka na watuhumiwa wawili walihukumiwa miaka 20 kwa makosa ya unyang'anyi wa kutumia silaha na kupatikana na nyara za serikali. Aidha, kupitia operesheni dhidi ya dawa za kulevya tulifanikiwa kukamata watuhumiwa 19 wakiwa na mirungi kilo 90 na watuhumiwa 12 wakiwa na bangi misokoto 177. Pia kwa kipindi hicho tulifanikiwa kukamata watuhumiwa 33 wakiwa na pombe ya moshi lita 434 na mitambo 9 ya kutengenezea pombe hiyo. Operesheni hizi zinaendelea kufanyika maeneo yote katika mkoa huu na tunawataka baadhi ya watu wachache wanaojihusisha na vitendo vya kihalifu kuacha mara moja vitendo hivyo, kwani tutawakamata na kuchukua hatua za kisheria dhidi yao. Sambamba na hilo, tutaendelea kuchukua hatua kwa madereva wachache wanaoendesha vyombo vya moto kwa kutokufuata sheria za usalama barabarani, hususan mwendo kasi, ulevi na kupita magari mengine bila kuchukua tahadhari. Mwisho, Jeshi la polisi mkoa wa Arusha linaendelea kuwapongeza wananchi wote wanaotoa taarifa za uhalifu na wahalifu katika maeneo yao, hususan katika kipindi hiki tunachoelekea msimu mkubwa wa utalii katika mkoa wetu wa Arusha. Mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Dar es Salaam DAWASA imetenga siku 90 za kutekeleza mpango maalum wa kukabiliana na changamoto ya upotevu wa maji katika mikoa ya Dar es Salaam na Pwani, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kuimarisha huduma za maji safi na kuongeza ufanisi wa miundombinu yake. Akizungumza katika uzinduzi wa mpango wa kudhibiti upotevu wa maji, afisa mtendaji mkuu wa DAWASA Mhandisi Mkama Bwire amesema mamlaka imejiwekea siku 90 za kupambana na upotevu wa maji na hatua za awali zimeanza kwa kukarabati na ubadilishaji wa miundombinu chakavu inayochangia mivujo na upotevu mkubwa wa maji katika maeneo mbalimbali ya kihuduma. Kupitia bodi yetu ya DAWASA tumeandaa mkakati wa kupunguza upotevu wa maji unaotokea katika eneo la huduma la DAWASA. Tumeandaa huo mkakati, ni mkakati mkubwa ambao ni wa miaka 5 ambao kimsingi umeainisha vyanzo vya upotevu wa maji katika maeneo yetu na visababishi vikubwa vya upotevu wa maji ambavyo vipo, lakini vile vile umebainisha na hatua ambazo tunazoenda kuchukua. Katika swala la upotevu wa maji tunaweka katika makundi makubwa mawili. Upotevu wa maji ambao tunaona kwamba ni ule unaoonekana kutokana na shughuli mbalimbali kama za upasukaji wa mabomba, tunauita physical loss. Lakini kundi la pili ni upotevu wa maji ambao hauonekani au tunauita ni wa kibiashara ambao unatokana na aidha kwa baadhi ya watu kujiunganishia maji kinyume na utaratibu na kutumia bila kuwa kwenye mifumo yetu. Kwa hiyo tunaita ni aina ya pili ya upotevu wa maji ambao hauonekani. Katika mkakati wetu umeitisha shughuli mbalimbali tutakazozifanya katika kipindi hiki kuweza kuhakikisha kwamba tunashusha kiwango cha upotevu wa maji kwenda kwenye kiwango ambacho kinachokubalika ambacho ni kati ya 20% hadi 25%. Lakini mpango huo utahusisha wadau mbalimbali kuweza kuhakikisha tunafikia hivyo. Kama unavyofahamu,
swala la maji ni swala ambalo linawagusa kila wananchi, watumiaji wale walio na maji na wale wasio na tumiaji wa maji. Kwa leo kama DAWASA, kwa utaratibu wetu wa ndani, tumeanza katika hatua ya kwanza kutekeleza ule mpango wetu wa miaka 5, lakini tumeanza na eneo la upotevu wa maji yanayoonekana kwa maana ya mivujo. Tutakuwa na kampeni hii ya kuweza kuhakikisha kwamba tunaianza, na leo tumekutana hapa kwenye kituo chetu cha Tegeta na wenzangu wengine wako kwenye vituo vingine kwenye maeneo tunayohudumia, kuanza katika ile mivujo ambayo inayoonekana katika maeneo mbalimbali katika eneo letu la huduma. Kwa hiyo tutoe tu wito kwamba tumeianza kazi hii, tuombe ushirikiano kwa wananchi mbalimbali, kwa wenzetu kwenye serikali za mitaa ambao tunashirikiana nao vizuri sana, tuweze kupita sasa kwenye maeneo mbalimbali na kuanza kufanya utekelezaji. Wakati huo nako tunategemea kuwa na mkakati mkubwa sana namna gani tutakavyoweza kuja kuzindua, lakini kwenye hatua ya awali tumekutana hapa, kama mnavyoona vifaa tayari tunavyo vya kutosha, mabomba yapo. Kwa hiyo muda wetu mwingi sana upotevu wa maji huko mtaani, na sisi kama DAWASA tumeamua kutoka ofisini, tumegawanyika sasa, tunaenda mitaani. Mkuu wa wilaya ya Lindi Bi Victoria Mwamviza amewataka viongozi wa vyama vya msingi vya ushirika pamoja na viongozi wengine watakaosimamia zoezi zima la ugawaji wa pembejeo za ruzuku kwa wakulima kuhakikisha wanatenda haki kwa kila mkulima anayestahili kupata huduma hiyo. Na kubwa ni kwamba Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan anaposhusha viuatilifu hivi, lengo lake ni tuboreshe au tuongeze uzalishaji. Dhima au dira ya zao la korosho kwa mikoa ya kusini ni kuhakikisha kwamba Lindi inakwenda kuzalisha tani milioni 1 kufikia mwaka 2030. Tupo mwaka 2027, tumeshaanza kukimbilia au kukaribia tani 700,000. Maana yake ni kwamba kufikia mwaka 2030 tutafikia hizo tani milioni 1, lakini yote ni kutokana na usimamizi mtakao kwenda kuufanya. Mtakachokwenda kukifanya leo kitatuathiri matokeo yetu tutakayopata kesho katika tasnia ya korosho. Naomba nishukuru sana bodi ya korosho. Hadi sasa manispaa ya Lindi tumeshapokea lita 29,143 ya viuatilifu kwa maana ya sumu za kuua wadudu ambazo zitasambazwa katika kata zetu za manispaa ya Lindi zinazofanya kilimo kupitia vyama vyetu vya msingi. Na hizi lita 29,143 ni mwanzo, tutaendelea kupokea kadri tunavyoenda kuzishusha na kuzigawanyisha. Tumesisitizwa sana na wataalamu wetu tukafanye hii kazi kwa uadilifu, tukafanye hii kazi kwa kusimamia mwongozo ambao leo tunakabidhiwa. Mwongozo huu ukatusaidie jinsi ya kuratibu vizuri shughuli hizi za ugawaji wa sumu, ugawaji wa pembejeo, usimamizi wa mazoezi yote yanayohusiana na zao letu la korosho. Hebu twende tukashirikiane kwa pamoja, swala hili liwe shirikishi, liwe lenye uwazi. Tujiepushe na matendo yote ambayo yanaweza yakatia doa au kutia namna yoyote ya mfarakano. Hatutaki, tunataka kufikia tani milioni 1. Manispaa ya Lindi tumo kwenye hayo malengo, twendeni tukafanye kazi pamoja. Kazi ni kipimo cha utu, twende tukachape kazi. Mazingira yetu si marahisi, shambani kuna mengi, lakini ni watu. Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi kwa kushirikiana na Wizara ya Katiba na Sheria imefanikiwa kukabidhi hati za umiliki wa ardhi 321 kati ya hati 420 zilizosajiliwa baada ya kupokea maombi ya wananchi zaidi ya 580 wa mkoa wa Shinyanga walioomba kujiandikisha kupatiwa hati za umiliki wa ardhi wakati wa kampeni ya msaada wa kisheria ya Mama Samia Legal Aid ambayo inaendelea mkoani Shinyanga. Ninamshukuru sana Mheshimiwa Rais mama yetu Samia Suluhu Hassan kwa kutuletea msaada huu wa sheria. Nilikuwa na changamoto ya viwanja viwili. Nilileta hiyo changamoto yangu kwenye huu msaada wa sheria tulioletewa na Mama Samia Suluhu Hassan. Wakaishughulikia changamoto yangu kwa haraka sana. Na shukuru Wizara ya Ardhi pamoja na Wizara ya Katiba na Sheria kwa kushirikiana, wametuwezesha sisi leo kupata hati yetu. Mimi binafsi nimepata hati zangu 2. Viwanja vyangu vyote viwili nimekabidhiwa leo hapa mbele ya kamishna pamoja na maafisa wa ardhi. Nashukuru sana kampeni ya Mama Suluhu Hassan imetusababisha mpaka na sisi tumepata hati zetu kwa muda mfupi sana. Namshukuru sana mama, Mwenyezi Mungu ambariki sana.
Ilikuwa mpaka process ilikuwa ndefu kidogo mpaka uende Shinyanga, lakini kwa leo process nimemalizia hapa. Nimeanza hapa jana na leo nimekabidhiwa hati yangu. Nashukuru sana kwa jambo hili liloletwa la msaada wa kisheria kutoka kwa Mama Samia Suluhu Hassan. Swala hili tunaliomba liwepo kila mara. Nimeanza leo na nimepata leo hii jioni. Nashukuru sana. Kwa kweli nampongeza sana Mama Samia Suluhu. Tunashukuru sana. Watu wengi wamejitokeza kushiriki zoezi hili, sio tu akina baba lakini hata akina mama pia. Na takwimu zinatuonyesha kwamba takriban 40% wa ambao wametembelea mabanda yetu ni akina mama na 60% ni akina baba. Kwa hiyo akina mama pia hawako nyuma. Ni takribani tumeshahudumia watu kama 581 na bado wengine wanaendelea kujitokeza, na kati ya hao tumepata maombi takribani 420 hivi ya hati, na hati kama 321 tumeshakamilisha hati zao na tumezikabidhi hizo hati kwa wenyewe. Kwa hiyo haya 70 na kitu ambayo leo tunaendelea nayo, kesho tupo, kwa hiyo atakuwa tayari kwa ajili ya wananchi kukabidhiwa hati zao. Kampeni hii imeanza tangu tarehe 6 mwezi wa 5 2026 na mpaka sasa tumeweza kutembelea kata 16 na mitaa yote pamoja na vijiji vyote ndani ya hizo kata 16. Na mpaka sasa, mpaka tarehe 17 mwezi wa 5 tumeweza kuwahudumia wananchi wa manispaa ya Kahama 125,620. Mkazi wa mtaa wa Njavitian kata ya Sinoni jijini Arusha, Emmanuel Thomas mwenye umri wa miaka 37 amefariki dunia baada ya kudaiwa kuchoma visu na vijana wawili kufuatia ugomvi uliotokana na kutosalimiwa kwa kutoa tano. Kwa mujibu wa mashuhuda, marehemu alifika dukani bila kuwasalimia vijana hao waliokuwepo eneo hilo, jambo lililoibua mabishano makali na baadaye kugeuka vurugu zilizopelekea kushambuliwa kwa visu hadi kupoteza maisha. Wananitaga Haji ila kwa jina langu naitoga Macho alimaarufu. Yaani kwa kifupi huyu marehemu, yaani kwa kutoka ameumiaga, amekoga mtu mstaarabu, yaani ni mtu mpole nini, anagage shida na mtu. Sasa kwa tukio kama hili ambalo walichomfanyia sio haki, kwa sababu unajua mtu akishakuwa mstaarabu salamu sio lazima. Naweza nikawapa tu hoya vipi kwema au nikapita zangu na mambo yangu, maisha yakaendelea. Sasa jinsi madogo alivyoleta ni imekuwa kama dharau. Sasa kuja kumuua mtu, maana yake amemuua bomani. Kwao ni hapo, alafu na yeye yani hapa ni mtaani. Alafu na watoto wenyewe nao ni watoto wa mtaani. Yaani kwa kusema kweli kitu kilichokuepo sio kizuri alichokifanya. Kisa kwa sababu eti hujanipa 5, mbona umewapa 5 hawa? Lakini inavyoonekana hiki kitu hawa walikuwa na kitu chao rohoni kuhusu Jomba. Lakini Jomba alikuwa ni mtu ambaye ni mtu mstaarabu. Ukipita hapa nini, wewe vipi kaka? Sasa mpaka kufikia kumpa hukumu hiyo ni hukumu ngumu sana, na sheria inatakiwa isimame. Sehemu mimi niliona wamemkata hapa kichwani, ndio nani kubwa, na hiki cha chembe. Naona hiki cha chembe ndio kilichokuwa kimesababisha, na nyingine walimtoboa huku, lakini kile cha chembe ndio kilichomtoa roho yake. Kwa mimi hapa ninavyoona ni kama ni ushamba. Maana kwa ujana wa leo jinsi tunavyoishi, kijana anijitambua na kujielewa, sasa hivi atakuwa tafute shughuli ushughulike. Sawa bana, sio tembea na visu. Kwa mfano sasa hili tukio kama la jana la kumzuru ile brother ni ushamba. Unajua ni kwa sababu gani? Huwezi niambia eti nikukunyima salamu yangu ndio wewe tokee tu niulize mimi maswali. Sasa leo hii kama ni salamu tu mtoa wao, mtuje kama angekuwa ni mwenye nyumba kufukuza mwenye nyumba yake ingekuaje? Si ndio bana? Kwa hiyo yani inachotupelekea vijana wa Arusha wengi tunapotea ni ushamba bado tunao ule wa kizamani. Kwamba nikitembea na kisu na kuwa hivi na jiamini. Unajua pia ukishakuwa na silaha, unajua ugomvi kidogo tayari unajiaminisha kwamba ninazana, si ndio hivyo? Kwa hiyo kilichotokea jana tuseme sijui wale vijana walijiresi
au sijui ilikuwaje. Sawa bana. Maana zinaambia eti sasa hivi nyime mimi salamu alafu eti nikuzuru. Kivipi? Ni kitu ambacho hakiwezekani. Kwa hiyo bana, mimi kwa ushauri wangu kama vijana, sitafutie kazi. Unajua kishakuwa busy na mambo yako, vitu kama hivi huwezi kutana navyo. Sawa bana. Maana yule brother katoka kwenye mambo yake, kwao ni hapo, anaenda kasalimia familia yake akutana na changamoto. Kamsalimia huyu kwa sababu ni rika lake. Wale machajanga atakuwa msalimie yeye, sio yeye asalimie. Si ndio? Kwa katika kupishana kauli ndio ile sasa kamparangania yule brother. Pigiwa simu sasa hivi ndo nikaambiwa kwamba kuna mtu aliuawa hapa kwa Dani, ndo nikatoka kazini nikarudi hapa ndo nimefika. Katika juhudi za kulinda rasilimali za taifa, serikali imefanikiwa kuokoa zaidi ya shilingi trilioni 1 ambazo zilikuwa hatarini kupotea kupitia mashauri na madai mbalimbali yaliyofunguliwa mahakamani kuanzia Julai 25 hadi Machi 2026. Hayo yameelezwa na Ali Posi alipokuwa akizungumza jijini Arusha kwenye mafunzo maalum ya mawakili wa serikali. Ninapenda kusisitiza umuhimu wa uandishi bora wa sheria. Katika uzoefu wangu wa utawala katika mikoa mbalimbali, nimejifunza kwamba sheria nyingi zinatumiwa vibaya, si kwa sababu ya nia mbaya, bali kwa sababu ya lugha ya utata na masharti yanayopingana. Niwasihi washiriki wote mmoja mmoja, msiangalie mafunzo haya kama sherehe ya siku 3, lakini yaangalieni kama fursa muhimu ya ninyi kujijenga kitaaluma. Inatokea baadhi ya wenzetu wanafungua mashauri, mwanasheria mkuu wa serikali afahamu, ofisi ya wakili mkuu wa serikali haifahamu. Inapotokea tatizo ndio inatufikia sisi, sio ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali au vile vile. Ni vyema tuwe na wepesi wa kuripoti pale tunapopata changamoto katika uendeshaji wa mashauri ili tuweze kufanyia kazi kwa haraka. Kwenye kazi zetu uwezo wa kuwa na mtiririko wa taarifa kwa haraka kila tunapolifanyia kazi inatusaidia kutimiza majukumu yetu kwa wakati na kwa weledi. Inapotufikia kwa mashauri yao yanakuwa yameharibika beyond repair, kwa hiyo serikali inaenda kupata hasara, na ni jambo ambalo mara nyingi sana unakuta kwa kushirikiana au kwa ubobezi wa mawakili wetu kwa tungeweza kuokoa shauri hilo. Ila niendelee kusisitiza tuendelee kushirikiana, tuendelee kupeana taarifa pale tunapopata instrument, basi tuendelee kuzitumia. Kwa ujumla ni vyema tutekeleze majukumu yetu kwa kufuata sheria za nchi. Lakini kuna jambo lingine ambalo tayari tupo kwenye utaratibu wa kushirikiana na wenzetu kuhusiana na swala zima la migogoro hii ya ardhi. Sasa tunatamani kwamba hasa changamoto kubwa ipo kwenye mabaraza ya ardhi ya vijiji, mabaraza ya ardhi ya kata, mabaraza ya ardhi ya wilaya. Kwa hiyo iko process ambayo inaendelea ndani ya serikali kuhakikisha kwamba mabaraza haya pengine kwa maelekezo ya Mheshimiwa Rais siku ambayo alizungumza siku ya majaji pale Judicial Square Dodoma, alisisitiza kwamba mabaraza haya sasa yao chini ya mahakama. Kwa hiyo move ipo, tunaendelea nayo, na kwa mujibu wa sheria na taratibu zetu za nchi kuna vikao kadhaa ili kuweza kuhamisha mabaraza ya ardhi ya vijiji yaende yaka sasa kesi zote za ardhi zisikilizwe na mahakama zetu za Tanzania. Ukiona watu wanasema kwamba kuna migogoro mingi ya ardhi, mingi ipo kwenye ngazi ya wilaya, ambapo kwenye mabaraza ya ardhi ya wilaya, mabaraza ya ardhi ya vijiji, mabaraza ya ardhi ya kata. Kwa hiyo ni kweli kuna changamoto kubwa, hata ukimuuliza wakili mkuu wa serikali, kesi kubwa ambazo zilizoko kwenye ofisi yake ni za migogoro ya ardhi. Lakini kwa namna moja au nyingine, sisi kwa kushirikiana na mwanasheria mkuu wa serikali pamoja na wizara kwa ujumla, tuko kwenye utaratibu wa kwenda kuandaa utaratibu maalum wa kwamba mabaraza ya ardhi sasa yaweze kesi zote zenye kiwango fulani cha fedha basi zikasikilizwa na mahakama ya mwanzo pamoja na mahakama za wilaya. Wananchi wengi walikuwa wanashindwa lugha ya Kiingereza, wakati mwingine wengine hawajapita shule kidogo, kwa hiyo kunakuwa na changamoto za aina mbalimbali. Sasa kwa kuwa wengi wana ufahamu zaidi na lugha yetu ya taifa ya Kiswahili, basi sasa lugha hii inakwenda kutumika kwenye sheria mbalimbali nchini na kwenye mahakama zetu. Sema yale mambo ya msingi ambayo ni kweli serikali imekosea, lakini yale ambayo ya kubuni na ya uongo serikali itakuchukulia hatua, na kwa kuwa kuna sheria ya mitandao ipo na inatekelezwa,
lakini kuna sheria za jeshi la polisi nazo zinatekelezwa, na kuna sheria ziko pale TCRA pale nazo zinatekelezwa. Kwa hiyo TCRA, jeshi la polisi pamoja na wizara yetu tunaendelea kutekeleza sheria kuhakikisha kwamba wale ambao wanapotosha jamii kwa makusudi kabisa wataendelea kuchukuliwa hatua ili waweze kupata haki zao za msingi. Na mtazamaji, huu ni mwisho wa taarifa za habari siku ya leo. Sina la ziada mpaka sasa. Asante sana kutenga muda kwa thamani kutazama taarifa hizi za habari. Nizidi kukukumbusha kambi ya upasuaji wa mdomo wazi umeanza kufanyika siku ya leo pale Malolo Tabora, na tamati yake inakuwa siku ya Ijumaa. Vyema basi, ukisikia taarifa hii umwambie na rafiki yako. Mimi ni Pendo Gorton.